cha UDP amepata kura 0 sawa na Tarudi. Asante kwa ajili ya mkuu wa mkoa Mungu. Ulimwezesha kuweka mikakati na mipango. Wala haikuwa kwa akili zake, lakini Mungu ulikuwa pamoja naye ukamshika mkono. Asante kwa ajili ya viongozi wenzie wote, hakuwa peke yake, waliosaidiana naye katika jambo hili. Mungu wetu wa mbinguni, tunakuinua, tunakusifu, tunakutukuza. Wote tuseme amen. Naona sio haki yako wewe kunikadiria ile shilingi ngapi. Haki mahindi ni kwangu. Na haki huinua nini? Taifa. Kwa tusiache kuizungumza nini? Haki. Kwa nafasi yetu sisi kama watu wa mkoa wa Njombe, tutaendelea kuitimiza hiyo haki. Lakini lazima tuliweke taifa letu kwenye maombi. Na tuweke dhamira mambo haya yasijirudie kwetu kama taifa. Najua tunao watu wengi sana ambao kwa namna moja ama nyingine wana maumivu makubwa ya wapendwa wao, ya ndugu zao, marafiki zao, watu waliosoma pamoja. Kila mmoja ana maumivu yake. Na kama kuna watu ambao wamepata madhara hayo kwenye mkoa wetu wa Njombe, mimi kama mkuu wa mkoa nawapa pole nyingi sana. Na mjue pole hizo zinatoka kwenye sakafu ya moyo wangu. Amesema mama hapa, mama alienda leba, anajua maana ya uchungu wa kuzaa mtoto. Sio jambo jepesi. Machungu yake achukue, tumpe Mungu. Taifa letu lirudi kwenye msingi. Mtu yote ambaye amekuwa na nia mbaya, nia ovu, jambo hili tuliombe sana usijirudie. Kama nimewaambia, ameongea kwa kakaangu za matunda. Anauza sukari, aliona kwamba anaweza nikauza wiki ijayo. Lakini mwenye ndizi zake alijua kabisa kwamba nisipouza kesho zinaoza. Na zikioza ndo mtaji umekufa. Tumekuwa ni siku 4, siku 5 zenye tafakari kubwa. Tafakari kubwa kama taifa, kama wana Njombe, kama wana Makambako. Haya mambo tuliona kwa macho, pengine Mungu ameruhusu tupate kitu cha kufunza. Tuwe namna ya kulipisha jambo hili. Amezungumza hapa kuhusu vijana. Na mimi niwaambia hapa, mimi kijana mwenzenu. Mimi ningetamani kuona pengine kama siku nyingine tufanye mkutano mwingine, vijana waseme kila ambacho moyoni wao wanacho. Kama mtahitaji kuandika, mnasema mnaogopa kuongea, basi mnaanza makaratasi muandike. Nitakuwa nimetimiza wajibu wa sadaka yangu kama kiongozi wa serikali kwenye mkoa. Nitajisikia vibaya kama nilikaa mkoa huu na vijana mkawa na makwazo kwenye moyo, mkashindwa kuyasema kwangu mimi kama kiongozi. Watu wa Makambako na Chongoro kama mbunge, nimekuwa mkuu wa mkoa mwenzangu, kwa kiongozi wa kitaifa, ni msikilizaji mzuri. Amesaidia watu wengi. Tukashindwa kutatua changamoto ya vijana wa Makambako wa Njombe, wakapeleka hasira zao kwenye kuharibu mali za wanadamu wenzao. Hebu nipeni kwanza huo mtihani ni ushindwe.
tena rasi Mtaka, tulikwambia hili, mbona uliyakitimizia? Ili waombe vijana, kama kuna mtu ana hasira yoyote kuhusu maisha, serikali ya mkoa ipo, Sweda mkuu wa wilaya yupo, Kakaule mkurugenzi yupo, mmechagua madiwani ambao nyinyi waajiri. Naamini hata inuka diwani mpumbavu ambaye atasikiliza waajiri waliomchagua. Nimezungumza hapa kuhusu hara za Mheshimiwa Rais. Tutaanza sisi kwenye mkoa wetu rebuilding, reform. Lazima sisi kwenye mkoa tuone namna ya kureform. Kama tunaona mikopo ya vijana na akina mama tunayoisema bado tija yake ni ndogo, tutareform, tuone tija. Izungumze lugha ya vijana wa Makambako hapa, izungumze lugha ya kina mama wa Makambako. Kwa hiyo niwahakikishie, na mimi ninapokuja kwenye mkutano, kuweni na uhuru wa kuzungumza, kuweni na uhuru wa kuzungumza. Usikae kwenye hisia za kusema nikizungumza nitatekwa, nikizungumza nitauawa. Hakuna mtu atakaye kuteka kwenye mkutano wangu. Aje mzazi aseme Mtaka, kwa mkoa ulikuja kwenye mkutano, mtoto wako akazungumza akatekwa. Bila kuja kwenye mkutano kuongea na wananchi, na mna haki ya kutoa hisia zenu. Ndio maana nimewaruhusu, kama ni kunitukana nitukaneni, kwa sababu ni haki yenu. Mimi ni kiongozi wa umma, sio kiongozi wa miti. Kama una hasira, kama una nyongo, mimi nimekuja hapa. Ulipokwenda kuchoma duka la mtu, nitukane mimi. Uko kwenda kuangamiza maisha ya mtu kwa kumletea taharuki kwenye soko, nitukane mimi mwenyewe. Hasira na nyongo zote za serikali, sema Mtaka, jambo hili kwenye serikali ni la hovyo, mnatukwaza. Hii ni serikali mkoa. Niombe wazazi, tuko kwenye mazingira, kwenye taharuki kubwa, lakini tusiache kuomba, tusiache kuhusia watoto. Tusiache kuomba, tusiache kuhusia watoto. Tuliombee taifa, lakini tuombee watoto. Jambo hili litafakarishe sana. Sasa mwenyekiti, ulikuwa nataka kuzungumza, nikukaribisha ili tufunge mkutano. Watu waendelee na mambo mengine. Zungumza hapo tunafunga mkutano. Asante. Tunaomba mambo haya yasiwe kwa mtindo huo, kwa sababu hayataimarisha familia zetu za Kiafrika, na hasa huku Njombe. Wazazi wetu walifia Tanga, lakini baada ya siku walikwenda kusombwa, kurudishwa Njombe. Ndivyo tulivyo, ndivyo huruka zetu. Sasa ikionekana tumesema wazikwe kimbari wapi huko, hiyo haitakuwa sawa sana. Kwa nimeomba hili liwe ni wazo kati ya mawazo yetu wananchi wa Makambako, ambao kwa kweli kwa eneo letu tulikuwa safi. Na kama kiongozi wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini, ni pekee Njombe sijapokea taarifa yoyote hata ya kumwaga tone la damu kwenye mkoa wetu kupitia mambo haya. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya haya. Lakini wenzetu mahali pengine na majirani zetu na watoto wetu, kama unavyofahamu, mkoa wetu wa Njombe una watu wanaozunguka Tanzania nzima wanafanya kazi. Sasa tumepata vijeraha hivi pia kutokana na hawa ambao wako nje, wamepata changamoto hii ilitokea. Basi tunaomba Mungu atusaidie pia waweze kuwezeshwa kurejea huku kwetu. Hilo nadhani lingeweza kuleta unafuu. Basi baada ya kusema haya, kaka ulikuwa na neno pale, karibu. Magari yatapandizwa hicho hawajachoma kwa magari. Sasa tunafikia kufilizana. Sasa nimekuja mwenyewe hapa. Mna uhuru. Sina polisi, niko mimi na watumishi hapa. Uweni na uhuru kabisa. Tuzungumze kwa ufupi. Watu 10. Tukimaliza tuwafunga mkutano, watu wafungue maduka. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyekiti ndio atoka kwa Jimwage. Jamani, kwa kupumua pamefika. Niwakaribishe sasa. Karibu kwa biashara
hapa Makambako, najishughulisha na uzaji wa mitumba. Jambo lilotokea kwa kweli limetuathiri sote. Hata tulipokuwa tukipiga simu nyumbani, maana wengine tumetoka mbali hapa tumekuja kutafuta, wanasema Makambako inawezekanaje kuwa na jambo kama hilo? Inashangaza. Wazee wengine walipita kwa miaka mingi wasema Njombe ina watu wa amani sana, hata ukimkosea anasema namwachia Mungu. Leo inawezekanaje? Sasa tusipuuze haya yanayotokea, kwa sababu mitandaoni watu waliongea na watu wakapuuza, wakasema hakuna mtu anayeweza kukichafua Tanzania. Tanzania ni salama. Sasa tujiulize, imewezekanaje kuchafuka? Imewezekanaje? Leo Tanzania iko hadi kimataifa, watu wanafuatilia nini kinaendelea. Lazima tujiulize chanzo cha tatizo ni nini. Tukishajiuliza chanzo cha tatizo, tuanze kutibu tatizo. Huwezi ukatibu malaria hujajua kama unaumwa malaria. Lazima utafute chanzo cha tatizo. Jambo la pili, sisi wengi wetu Tanzania ni vijana kama mimi hapa, ndio tunachipukia. Tunahitaji kuiona Tanzania yenye amani, yenye haki. Huwezi ukazungumza amani bila kuzungumza haki. Leo ndugu zetu Dar es Salaam wamekufa, lakini msingi mkubwa kufuatilia ni madai ya haki. Tutaendelea kuidai haki. Jambo la tatu, ninazungumza miguu inagongana japo mnaniona nimesimama, kwa sababu tunajua Tanzania leo, once you speak you will be in a situation ambayo unakimbilia kifo. Yaani unapozungumza unakimbilia kifo. Mungu wa mbinguni huko, nikifa damu yangu iende kwa mtu fulani. Tunaogopa hata kuzungumza, tunaogopa hata kusema. Sasa kama mnatufanya tuogope kusema, utajuaje mimi nina kinyongo? Mheshimiwa, nisipoongea kwamba mimi kuna jambo kwako linaniuzi, utajuaje kama ninauzika na wewe? Nitakachokifanya ni action, na action nitakayoifanya ima ni kukuharibia wewe au watu wako wa karibu. Ndio maana kwenye hili wametafutwa watu wa CCM, kwa sababu hao ndio watu ambao wapo kwenye mamlaka na hawataki kushinikiza maboresho yatokee. Unafikiri nini kitatokea? Binafsi mimi nina ndugu yangu yupo mahali pakubwa kwenye CCM, kakimbia nyumba kwa sababu maeneo yalipochafukwa ndio walikuwa ni walengo wanaotafutwa. Kwa watu wengine wanaoumizwa ni ndugu zetu kabisa, ndio wanaotafutwa vile vile. Sasa tunawaomba vyombo vya mamlaka, najua hizi ni jitihada na njia za kutafuta kujenga, ndio jitihada na hatua za maridhiano. Tunaviomba vyombo vya mamlaka, tafadhali sana muangalie namna ya kuboresha pale ambapo mnaona kuna tatizo. Msifumbie macho tafadhali, tunaomba msifumbie macho. Naam. Sasa kwa sababu umezungumza ni kijana na mzee Yuda alisema vijana wasikilizwe, na wewe umezungumza tutafute chanzo cha tatizo. Kwanza nikuhakikishie, tubali ni hapa huru zungumzeni. Mimi mwenyewe niwaambia zungumza na upumbavu wenu ninyi watu wa serikali ni hili, ni hili, ni hili. Tubali nasema hapa baka nyongo. Unaelewa? Nafikiri niwaambieni hapa, Makambako wewe. Hii nchi ni ya kwetu wote, hata kama kutishana. Wewe ndio hapo uzungumzie kutisha wewe. Na Enoka kama una private zungumza. Sema mtaka. Haya mambo tusiporekebisha tunazama. Zungumza hapa na kama kuna vijana wako hapa. Asante. Wengi wanaogopa kuzungumza, na wanaona kelele zimekuwa ni nyingi. Na ukiona kelele ni nyingi, hilo ndio tatizo lenyewe. Kwa hiyo tatizo la kwanza ndio hila hapo, kwamba mtu akizungumza Tanzania hii, lazima. Sawa? Nyingine, sisi vijana tunahitaji kuandaliwa mazingira ambayo kijana anapochukia, anapojitafuta, basi apewe nafasi ya kuendelea kujitafuta. Kwa nini nasema hivi? Waliokufa wengi ni vijana wenzetu. Kiangalia ni wadogo sana. Nilikuwa najaribu kufuatilia miaka 18, 19, 20, 20 ngapi. Tukio ambalo limeniangalia kwenye mtandao na
ikanipa mawazo sana. Tanzania nafikiaje hivi? Mtu kapigwa risasi ya kwanza, akasema piga na nyingine, akapigwa ya pili, akasema ongeza nyingine, akapigwa ya tatu, akaanguka. Ni ujasiri wa namna gani huo? Ni ujasiri wa namna gani huo? Kwa hiyo viongozi mnatutengenezea sio uoga tena, bali ujasiri. Utaniua leo, utaniondoa, aliyeko nyuma yangu atavaa ujasiri wangu. Na baadaye kitatokea kitu gani? Sasa kuna watu ambao ni viongozi, na ukiwa na mamlaka unaweza kuamrisha jambo fulani, kwambia weka matani, weka huko, sawa. Lakini nyuma watu wanatazama na kuona. Wakati wa mkoloni alitumia vitu vizito sana kuwadhibiti watu, lakini ikafika hatua mkoloni akasema inatosha, watu inabidi tuwatawale kwa namna nyingine, sio kwa mabavu tunayoyatumia. Leo tunasema Tanzania ya amani, Tanzania ya haki, Tanzania ya uhuru. Kwa nini niogope kuongea kwenye nchi yangu? Na sijatukana. Sijui kama nimezungumza neno la kutukana. Sijui kama nimezungumza neno la kufedhesha. Lakini kuna watu napozungumza hivi wanakeleketa. Huyu dogo ni nani? Who is this guy? Kwa nini nazungumza mambo kama haya? Ninaongea, nimeshasema, miguu yangu inatetemeka. Sijui kesho yangu na mkaji. Japo unasema ongea. Wewe unaongea kwa sababu unakuwa ofisini kule. Baadaye ukishasikia Enoki ametekwa utaanza free Enoki. Baada ya mwezi mmoja tumeshasahau hizo habari. Mungu wangu tusaidie. Sasa nilitaka kusema pointi moja. Ninyi ni viongozi na mnatokana na Chama cha Mapinduzi. Kile chama ni chama cha ukombozi, chama cha uhuru. Ni chama kilichotokana na TANU. Waasisi wake walikuwa na malengo ya kujenga nchi imara. Kile chama sio chama cha dhambi. Ni chama chenye sifa na ubora wa utu na heshima ya Mtanzania. Ila juzi wamezitupa zile bendera kwenye nyumba zao, walikuwa wanatoa na zitupa. Sasa kama nyie ni watu wa haki, kwa nini mnazitupa? Lazima tujiulize. Kwa hiyo tatizo la pili ni ile kitu. Sasa ili tuweze kuifuta hiyo tunafanyaje? Wenye ile chama wote tumo humu. Nusu kwa nusu tumegawana, sio? Hiyo ni kama dini, si ndio? Kwa hiyo tumegawana nusu kwa nusu. Kuna watu tunaishabikia lakini tunaogopa hata kuvaa ile kofia sasa hivi. Kwa sababu ndugu zetu wametuchukia. Sisi ndio chanzo cha hilo tatizo. Kwa hiyo lazima kama mamlaka mnahitaji utatuzi wa hili jambo, tuambiane ukweli kwamba tutafute tatizo ni nini. Na kila mtu anajua tatizo. Ndio maana mtu anapoongea watu wanasema usiongee bwana, utatekwa. Hiyo tayari ni tatizo pia. Umeelewa mheshimiwa? Kwa mamlaka yako niongee pia kidogo. Ongea. Na kama kuna vijana wanataka kuzungumza, tunaanza upya, wazungumze. Nataka niseme kwamba tunahitaji kutambua thamani ya damu ya mwanadamu. Mwanadamu mmoja thamani yake hailingani na kitu chochote. Mungu alimuumba mwanadamu akikusudia aje aishi kwenye nchi aliyoiandaa. Bahati mbaya sana Ibilisi aliingia na kutuvuruga. Na yule Ibilisi mpaka leo yupo na anaingia kwenye mioyo ya watu. Wale akishaingia kwenye mioyo ya watu, wale watu hawaoni shida kutenda dhambi yoyote, kwa sababu Ibilisi anawaongoza. Kwa hiyo kuna watu wanatenda matendo sio wao, ila Ibilisi amewavaa kwenye mioyo yao. Tunafanyaje kuwageuza ili wawe watu wa Mungu kweli kweli? Ni lazima tutende matendo ambayo yanaonesha wema, kwa sababu matendo yenye manukato huwavutia watu kuitafuta iliyo haki. Hakuna haja ya kufanya kwa maguvu. Wewe fanya kwa haki tu na watu watakufuata. Naomba niishie hapo kwa sababu ya kuzungumza ni mengi. Mungu wa mbinguni atusaidie Tanzania. Amen.
siku ile ilikuwa kwangu ni siku moja ngumu sana, na iliniumiza pakubwa mno. Siku ile nilikuwa na mtoto na nilikuwa na mamangu ambaye hawezi kutembea, alikuwa dukani. Nililia mkuu wa mkoa nikiwa pale barabarani, nikasema Mungu, naomba utetezi wako, peke yangu siwezi. Mama hawezi kutembea, walio wengi wanamjua mama yangu. Nikaamua nishike yupi, ni mtoto au mama. Niliamua kuacha binti yangu aende apotee, lakini mama yangu asipotee. Nilisimama, bomu la kwanza linapigwa pale na niona nimemkumbatia mama. Namshukuru sana Mungu. Wakati nikitafakari hayo, nikasema Mungu, hii ni nini? Lakini Mungu aliniambia soma Methali. Isome Methali. Kwa kweli mkuu wa mkoa, niliingia kuisoma ile Methali. Nikauliza, hii Methali anayesema Mungu nisome, mbona kama nashindwa kuielewa? Ni Methali ipi hiyo ambaye ananiambia Mungu nisome? Methali ilikuwa ni 2 mstari wa 20 hadi wa 22. Kumbe yeye Mungu anasema hivi, bali waovu, naenda kwenye pointi, bali waovu watatengwa na nchi, nao wafanyao hila watang'olewa. Nikasema Mungu, kuonekana sisi kama binadamu tumeenda kinyume na wewe, hili Mungu ungeweza kulizuia, lakini kwa sababu tumejana ni mwetu kuweka vidole walioko juu, nawe Mungu ulisema tuitii mamlaka iliyoko juu, tumeacha kuwaombea, tumeacha kuwaweka mikononi mwako, na ndio maana umeruhusu uharibifu wa kiasi hiki. Mungu, naomba utetezi wako. Mungu tutetee. Nakwambia mkuu wa mkoa alikuja mtoto wa miaka 13, ndiye aliyembeba mamangu mwenye kilo karibia 100 na mimi nilishindwa. Nikasema hakika huyu ndio Mungu. Lakini hapo binti yangu sijui aliko, mtoto wa miaka 6. Mama ananiambia niache nife maana umri umeenda, kafate mtoto. Nikamwambia bado wa muhimu. Wanawake wengi siku ile tulilia. Tuliwaza watoto wetu wako wapi? Wanawake, tuache kushabikia haya mambo. Hatuwezi sisi hata kutembea mpaka tupike hapo Kipagamo kwa mguu, hatuwezi. Je, leo tukianza kushabikia haya mambo yaendelee, mnahisi kwamba tutaenda wapi? Tutapeleka wapi watoto wetu? Wazazi wetu wasiojiweza wataenda wapi? Tudumu katika maombi. Hata likatokea hili, tumuulize Mungu ni kwa nini. Viongozi wetu mnaotutawala mmekuwa na watoto wenu. Hawa watoto wenu wanaleta taharuki sana kwenye jamii, hasa kwa ninyi viongozi wakubwa. Wamekuwa wakijirusha na hela nyingi kwenye mitandao, huku watu maskini wanaoishi kwa bodaboda wakiwa hawana hicho kitu. Hivyo kwa hilo jambo ni kuombe kiongozi ukajiangalie kwa kina, hasa watoto wenu mlionao. Viongozi wakubwa wote wamekuwa ni tatizo kubwa kwenye taifa letu hili, wakitumia rasilimali zetu. Tukiona mtu ameweka mamilioni ya pesa ametuma kwenye mitandao, hivyo niwaombe sana mkakae na watoto wenu ili kuona haki ya msingi inapatikana kwa sisi ambaye tunaganga kwa shilingi 20 kwa shilingi 10, maana taifa hili na sisi wote. Asanteni sana. Asante. Kaka mkuu wa mkoa, kuna mama hapa naona. Hata wa madukani nao walifungua midomo, ilikuwa inakuja sokoni, wenzenu wanafunga, je, mnasubiri nini? Baada ya dakika hata 10 hazikwisha, sokoni kumekuwa kweupe. Tunatoka nje maeneo ya njia ya kwenda dispensary, kwenye duka la Ajo umeshawakwa moto. Hatujakaa sawa, mabomu yameanza. Hatujakaa sawa, maeneo kwenye tengi hapa moto umewaka. Hatujakaa sawa, wanataka kuchoma maeneo ya Kinyunyu. Tukajua hii sasa soko wanataka kuchoma. Pale tulikazania na askari wakaja wakarusha yale mabomu na watu wale pale wakatoka. Mheshimiwa, kiujumla watu wa Malimbichi kule nyuma tumeumia vya kutosha. Ikaja siku ya 3 ikaonekana bado mtafaruko, tukahamishwa ile njia ya katikati tukapeleka njia ya Nyota ya kushuka. Ile njia wafanyabiashara hatukuuza hata kidogo, ni bora njia ya hapa mbele. Tulipopelekwa kule siku ya
ile ya ilikuwa Jumatatu si Jumanne anapoapishwa rais, jioni akatoa tamko, biashara ziendelee, ulinzi uimarishwe. Tukafungua ile siku inayofuata, tukapeana maagizo tufunge saa 11:30. Tumefunga saa 11:30. Usalama wa soko, lile soko la nje, watu wakaingia kwenye ile barabara, bado sisi tukabaki na hofu. Hawa watu tunaumu mtaani na watu wanaofanya hili tukio hatuwajui, na lile sehemu hapafai. Tukaongea na viongozi, majibu anakuja rais ameruhusu tuendelee kufanya biashara. Hofu yetu kitovu wanachokitafuta ni sokoni, na wale watu pale wamejaa, tulikosa majibu. Cha mgeni, ninalo jambo moja ambalo nimependa niweze kulizungumza. Nichukue nafasi hii kushukuru kwa ajili ya uwepo wa mkuu wa mkoa na uongozi wote ambao uko hapa. Nichukue nafasi kushukuru kwa walio wengi, na tunaendelea kusikia walio wengi ambao wanahubiri amani. Na mimi niombe niongeze hapo, kwa kuwa mkuu wa mkoa uko hapa na wengine wengi tuko hapa. Jambo jingine ambalo muhimu ili tuweze kuipata hii amani ni sisi tunaosoma Biblia, amani ni tunda linalozaliwa na neno haki. Niombe sana pia nalo tuliangalie. Tutahubiri amani kama haki ambayo ndio inayokwenda kuzaa amani ambayo ni haki, hatuwezi. Lakini tukianza kuhubiri pia neno haki, watu watende kwa haki, wafanye kwa haki, biashara zetu tufanye kwa haki, tusidhulumiane, tusifanyiane hila, tutazalisha neno hili amani. Itakuja yenyewe, kwa sababu yenyewe inazaliwa kwetu sisi tunasoma Biblia. Haki ndio inayozaa amani. Asante. Asante sana mgeni. Nilisema baada hapo mpe mamangu dada Mama Peter nikushukuru. Mimi nilitaka nizungumze mambo mawili. La kwanza ni kupongeza timu ya mkoa kwa vile ambavyo mlifanya katika kuhakikisha kwamba Makambako na Njombe tunakuwa na hali ya utulivu, lakini hali ya usalama. Jambo hili ni sahihi, lilikuwa linatishia na lilikuwa linaleta taharuki, lakini mlipambana. Vyombo vyote kama ambavyo vimevitaja mlipambana. Hilo jambo ni la kuwashukuru na kuwapongeza. Hoja ambayo ni ya msingi, tunakwendaje? Mheshimiwa Rais alizitaja ala 4, 4 ala: maridhiano, uvumilivu, rebuilding na reforms. Sasa tukijikita kwenye hizo ala 4 za Mheshimiwa Rais, tukazisimamia vizuri, nina uhakika tunaweza tukawa na safari ya kwanza nzuri, kwa sababu hatuwezi kupuuza yalitokea kwa ajili ya uchaguzi, lakini ni mambo ambayo yapo, ni mambo ambayo tunaishi nayo. Tukisema tuyapuze yatakuja kutusumbua tena, lakini tukijikita kwenye 4 ala 4 za Mheshimiwa Rais, tukaweka misingi, tukaweka namna gani tunaweka mikakati ya kuzitekeleza, itatusaidia kuondokana na haya matatizo. Twende na reforms, tufanye mabadiliko kwenye maeneo ambayo yanachochea au yanapelekea kuleta vurugu, lakini tuwe na uvumilivu kwa wale watu ambao tunaamini katika jamii. Tumesema labda katika jamii ni watu ambao tumeweka kwenye kundi lisilofaa. Tuwe na ustahimilivu nao, tuhakikishe kwamba ni Watanzania, wanastahili, tuvumiliane. Mwisho wa siku tuwe kitu kimoja. Mheshimiwa, umefanya kazi nzuri sana Njombe, na muda mwingine ulikuwa unatupigia simu unatujulisha kwamba wajulisheni na wenzenu, kuna 1 2 inaweza likatokea muda mfupi. Kwa kweli tulikuwa tunatekeleza yote uliyotuambia. Sasa hao watu ambao miongoni mwao pia umewataja kwamba Njombe walikamatwa pia wengine, turudi kwenye ustahimilivu, tuelewe kwamba ilikuwa ni issue za uchaguzi, zilikuja na pressure yake, zilikuja na changamoto zake. Namna gani tunaondokana nazo? Twende kwenye 4 ala 4 za Mheshimiwa Rais. Asante sana. Mkuu wa wilaya, lakini kwa pekee sana mwenyekiti wa wafanyabiashara
na viongozi wote wa jumuiya za wafanyabiashara wa Makambako na wananchi wote ambao wanafanya shughuli zao za kuingizia kipato hapa Makambako. La kwanza, ninawashukuru kwa kuweza kujitokeza asubuhi hii na kuweza kuahirisha shughuli zenu kidogo sana ili tuweze kuzungumza. Kwa hiyo mkutano wangu hauna mambo mengi, ni mkutano mfupi sana. La kwanza, mwenyekiti wa wafanyabiashara, Makambako ndio lango la mkoa huu. Ni lango la mkoa wetu kwa kila kitu. Na sisi kama serikali ya mkoa, narudia, kama serikali ya mkoa na vyombo vya ulinzi vya mkoa wa Njombe, tulichukua tahadhari kubwa, mwenyekiti, kwa sababu hakuna hisia ambayo sisi tuliikuza toka maneno yalipoanza kuzungumzwa mitandaoni, toka maneno yalipoanza kuzungumzwa kwa maandishi, watu kujirekodi na kwa kila aina ya hisia. Lakini kwa kuongea hayo, lazima tukumbushane kwamba matukio haya, tutaongea lugha zote, lazima tuyakemee. Hayapashi kushabikiwa kwa sababu yana madhara makubwa kwenye maisha yako, kwenye shughuli zako. Lakini kuna mtu hapa alizungumza, bado tuna hofu, alikuwa ni Msasanga, niwathibitishie fanyeni biashara. Naomba niwathibitishie, fanyeni biashara zenu kwa uhuru. Masaa mpaka saa ngapi? Sisi Njombe tunasema fanya biashara. Niliwaambia siku ya kwanza kabla uchaguzi, huu ni mkoa wa biashara. Watu wanapita hapo Kondoa, wanaenda Songea, wanataka wakute Kondoa pako wazi wali chakula. Fanya biashara. Mama Chamanga, hoteli yako ifanye kazi. Gesi la Makambako ifanye biashara. Vyombo vya usalama vipo, tuweke ushirikiano. Tusiwe biashara. Marejesho ya mwisho wa mwezi yapo. Si unaelewa? Tusiwe biashara. Tufanye biashara. Naomba mtumie nafasi hii kuwatoa hofu watu wa Makambako, na kupitia watu wa Makambako ni watoe hofu watu wa mkoa wa Njombe. Fanyeni biashara kama ambavyo tulifanya biashara wakati wote. Asante. Hii ni mashahidi. Niliwaambia kabla uchaguzi, yeni kula sikuwa kwenye biashara, fanya biashara. Yametokea aliyotokea, baadhi ya watu wakisimamisha biashara zao. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na sisi kwenye mkoa tumeyatekeleza. Biashara zote zimerejea kama kawaida. Fanyeni biashara zenu vizuri. Lakini ukimtilia mtu shaka, usidhani anaikomboa serikali. Sema kuna mtu hapa, kuna mazungumzo tunaona hayana afya. Unaweza kuwa kama nyani, kama yule mtu nyani aliyeona watu wanafyeka mahindi, akashangilia, akasema kwamba yeye mahindi alikuwa anakula yeye. Aliposikia mkulima wa mahindi kafa, akashangilia kwamba sasa atakuwa anakula bure haya mahindi. Bana, yule mkulima alikuwa anakuja hapa na bunduki, anapiga kwenye mahindi na kimbia, kafa, akasema sasa atakuwa anakula tu asubuhi, mchana, jioni. Akala mahindi yote akaisha. Baada ya hapo mkulima wa mahindi mengine akawa hayupo. Kikapata kifo cha nyani. Nyani akafa. Maka alishangilia kifo cha mkulima wa mahindi. Hapana, yule mkulima yule anasukua kila siku anapiga majani kwenye mahindi yake. Akujua mkulima akifa, mahindi hata limwa. Kwa alikufa anajiona yeye mwenyewe, sababu mahindi alikuwa hayapo. Ni machinga soko kuu Makambako na kutokea mtaa wa Mshikamano Makambako. Mimi hoja yangu kubwa kwanza ni kushukuru vyombo vya ulinzi na usalama, akiwepo wakiongozwa na mkuu wa mkoa, kwa hatua mlizochukua, kwa jinsi gani ulivyoeleza hapa, mlivyoweza kukaa vikao kabla ya wiki ngapi nyuma mpaka kafika siku moja. Nawapongeza sana. Yaani hilo nalipongeza sana, nimenipasa niupongeze kwa hilo. Kwa sababu kuna kitu kimetokea Makambako si cha kutarajia, kilikuwa kubwa sana, tungeangamia soko lote.
kwa sababu mimi nikiwemo hapa, kuna familia tunategemea, wote hawa wanategemea. Hatungeongea, hatungekusanyika leo. Kwa hilo la kwanza nipongeze.